Waislamu, kama tunavyofahamu, tupo ndani ya siku ya Eid al-Adha, miongoni mwa masiku matukufu, lakini vile vile miongoni mwa masiku makubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile ndani ya siku hii, kila mwaka unapofika, basi katika Uislamu inakuwa ni sababu ya kukumbuka tukio kubwa ambalo lilitokea katika siku kama leo, ambalo vile vile imekuwa ni sababu ya siku hii kuitwa Eid al-Adha, tukio ambalo lilitokea kwa Nabii Ibrahim, ambalo ni maarufu katika Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwamba alimpa mtihani Nabii Ibrahim kwa kumwamrisha amchinje mwanaye ambaye Nabii Ibrahim alivumilia na alisubiria ndani ya miaka 86. Aliishi katika umri bila kupata mtoto, huku akiendelea kusubiri na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumneemesha kwa kumpa neema hiyo ya mtoto. Lakini baada tu ya kumpa neema hiyo na kisha yule mtoto alipofikisha umri wanaozoea nasema miaka 7 mpaka miaka 13, Allah subhanahu wa ta'ala alimpa amri aweze kumchinja yule mtoto, nasema mtoto ambaye alisubiria kwa muda mrefu aweze kupata neema hiyo. Pale ambapo Allah aliposema katika Qur'ani, falamma balagha ma'ahu sa'i, zama yule mwanawe alipofikia umri fulani, umri wa ujana, ndipo pale Allah subhanahu wa ta'ala akamuotesha ndoto Nabii Ibrahim, ndoto ya kumchinja mwanawe. Kisha baada ya hapo Nabii Ibrahim akamwambia mwanawe, baada ya kufikia ule umri, akamwambiaje? Ya bunayya, ewe mwanangu, inni ara fi manami anni adhbahuka, hakika mimi nimeota kwamba mimi nakuchinja wewe mwanangu, hakika mimi nimeota kwamba mwanangu nakuchinja. Fanzur madha tara, sasa hebu angalia unaonaje kuhusu hii ndoto. Kisha baada ya hapo mwanawe Nabii Ismail akasemaje? Ya abati fa'al ma tu'mar, ewe baba yangu fanya iko ulichoamrishwa. Satajiduni insha Allah min as-sabirin, utanikuta mimi Allah akitaka miongoni mwa wenye kusubiri. Kwa maana ya kwamba akimwambia baba yangu, hiyo ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba mchinje, kwa sababu nasema ya kwamba ndoto za manabii, ndoto hizo wanaotosha na Allah subhanahu wa ta'ala, sio mimi na wewe. Kwa hiyo ukiota leo hii unamchinja mkeo au mwanao kwa sababu na mke wangu yule nimeota na kuchinja, kwa hiyo unasemaje? Hapana, bali hiyo ni ndoto maalum ambayo alikuwa ameotesha Nabii Ibrahim. Kwa hiyo mwanawe akamwambia, wewe baba yangu fanya hiko ulichoamrishwa, kwa maana ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, itekeleza amri hiyo. Ndipo Nabii Ibrahim akamchukua mwanawe, kisha akawa na nia ama na kusudio la kwenda kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo hapo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wafadainahu bidhibhin adhim, tukampa fidia badala ya kumchinja mwanawe, tukampa kichinjwa achinje badala ya kile ambacho alichokuwa anataka kukichinja. Kwa maana pale Allah subhanahu wa ta'ala akamshusha kondoo, kisha baada ya hapo akatekeleza ibada hiyo ya kuchinja, ambayo mpaka hivi leo tunaitekeleza kwa kumuisha sunna hii ambayo imetokana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Waislamu, kupitia kisa hiki tunapata faida kubwa, lakini vile vile kuna mafundisho makubwa ambayo inapaswa hivi leo tuweze kuyatekeleza kupitia kisa hiki cha Nabii Ibrahim alayhi salam. Fundisho la kwanza ambalo tunalipata kupitia kisa hiki, kwanza inatakiwa tutangulize amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuitekeleza, au makatazo kwa kuyaacha, basi na kutanguliza matakwa ya nafsi zetu. Kwa maana usiangalie nafsi yako inataka nini, bali angalia Allah subhanahu wa ta'ala anakutaka ufanye nini au uache nini. Nabii Ibrahim licha ya kuwa yule mtoto alimsubiria kwa muda mrefu, lakini aliacha yale mapenzi yake kwa mwanawe, alitanguliza mapenzi ama amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuiangalia. Kwa maana alienda moja kwa moja kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mimi na wewe, jambo la kwanza ambalo tunajifunza katika kisa hiki,
Tusiangalie nafsi zetu zinataka nini. Mathalan, muda wa sala unapofika, wengi katika sisi wengine wanakuwa katika biashara, wengine wanakuwa katika hali mbalimbali za kutafuta riziki. Lakini pale ambapo unaposikia adhana inaadhiniwa, maana yake acha kila unachokifanya, nenda katekeleze amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine nafsi yako inatamani kuendelea na biashara, lakini uangalia Mwenyezi Mungu anakutaka ufanye nini kwa wakati huo. Lakini vile vile uone nafsi yako kama inapenda kusikiliza muziki, lakini vile vile inapenda kuzini, inapenda kufanya kila aina ya uchafu. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala anakutaka ufanye nini wakati huo. Usifuate nafsi yako, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kashasema, inna nafsa la ammaratun bisu, hakika nafsi yenye kuamrisha mambo mabaya. Wewe ukiendekeza nafsi, mwisho wa siku utaingia katika hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala haitaki. Lakini vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi, hawezi kuamini mmoja wenu, haitakamilika imani ya mmoja wenu mpaka yawe mambo yake yanafuatana na yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa nayo. Kwa maana uangalie unachokifanya, kile ambacho nafsi yako inataka, je, kinaenda sambamba na yale ambayo Mtume amekufundisha? Kama ukiona matamanio yako yanakupeleka katika hali ambayo Mtume hajakufundisha au ametukataza, basi achana nayo. Hayo ni mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo la kwanza ambalo tunajifunza katika kisa hiki. Lakini jambo la pili ni malezi